Wewe unashika amri za Mwenyezi Mungu katika uchumi. Sasa unaingia kwa mambo ya uchumi. Sasa wale ambao uchumi uko chini, sikiza taarifa ya kwamba wale ambao unashika amri zake Mwenyezi Mungu, Kumbukumbu ya Torati sura 28. Tunaanza na kifungu cha 4 hadi 6. Kwamba Mwenyezi Mungu atakubariki katika boma na kondoo wengi, mbuzi wengi, ng'ombe wengi. Wale ng'ombe ndio maana Mungu akiita Moses, alimpata kwa ng'ombe, hakumpata sokoni minyali anaangalia matuka. Kwamba Mungu anafunza kitu kwamba watoto wetu wanapolelewa kwa mali, culture ya mali inakuwa ndani mwao. Mtoto akilelewa kwa boma hajawahi kuona kondoo na mbuzi, hata kuwa na moyo kutafuta mali, kwa sababu mimi ni mtu mitoma michafu, natoka kwa watu wa mitoma michafu. Na pia Isaya sura 6 kifungu cha kwanza hadi 7, mimi ni mtu maskini, natoka katika eneo watu maskini. Kwa sababu naogopa vitu vizito, kwa sababu hauna uzoefu, unapaki katika comfort zone, unasema umetosheka na hali yako. Na kwa hivyo hata ukiwa katika eneo kama hili pia hauna piti, kwa sababu piti akilimali. Na kama huna akili, uko katika eneo la mali, lakini shida wewe ni mfungwa. Umefungwa akili kwa sababu ya belief system kwamba mimi siwezi. Kwa hivyo wale ambao umebarikiwa kwamba Mwenyezi Mungu anaamusha katika mapoma zao, wana mali, hiyo ng'ombe unaweza kuuza upeleke mtoto shuleni. Ile kondoo unaweza kuuza ununulie mtoto uniform. Katika nafasi hiyo, hata kama pengine tuseme wageni kama wako hapa, unapo